Jina langu ni Zena Isa Akua. Mimi ni mwanzilishi wa Parachef Tanzania. Parachef Tanzania ni biashara ambayo inaendeshwa na kusimamiwa na watu wenye ulemavu. Lakini vile vile ni mwanzilishi wa taasisi inayoitwa Imarisha Jamii Tanzania. Hii ni taasisi ambayo imeanzishwa madhumuni kabisa kwa ajili ya kuonesha na kuchechemua masuala ya watu wenye ulemavu na vijana nchini Tanzania. Kama mtu mwenye ulemavu wa viungo, maisha yangu kwa ujumla yamekuwa yakimuonesha mtu mwenye ulemavu namna changamoto anazozipitia hadi kuweza kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo wakati naanzisha taasisi hii ya Imarisha Jamii, lengo langu hasa kubwa kwanza ni kuonesha kwamba inawezekana kubadilisha huu mtazamo uliokuwa katika jamii kuhusu picha ya mtu mwenye ulemavu. Kuna namna jamii inamtizama mtu mwenye ulemavu kama mtu ambaye ni wa kuamuliwa kimaamuzi. Sisi kwenye Imarisha Jamii wakati tunaanzisha, lengo la kubwa hasa ambalo tuliliweka ni kwamba kila mtu mwenye ulemavu sauti yake ina maana katika jamii. Lakini vile vile sisi tunaenda kuimarisha kazi za watu wenye ulemavu ziweze kupata thamani inayostahiki. Na ndio maana nikaanzisha hii taasisi. Madhumuni kabisa kuwagusa walengwa moja kwa moja wao wenyewe na kuwafikia moja kwa moja na kuionyesha jamii kwamba hawa watu wapo na wanahitaji kuondolewa tu vizuizi vichache ili waweze kufikia ndoto zao. Kwanza kabisa, ukiwa mtu mwenye ulemavu, hususan katika nchi yetu nzuri kama hii, tunatambua kuna changamoto nyingi ambazo utakutana nazo, ikiwemo za kimazingira, za kazi na kila kitu. Lakini kuna kitu kimoja kinaitwa ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi ndio changamoto kubwa sana kwa watu wenye ulemavu. Na hii sasa hivi imeenda mbali zaidi, inawagusa mpaka walezi wetu, wale ambao wanalea watoto ambao wana changamoto ya ulemavu. Na tukiamini watoto hawa ndio watakuja kufanikiwa baadaye. Sasa huu ukatili wa kiuchumi umekuwa unafanya ulemavu uongezeke mara mbili. Ukishakuwa una ulemavu wa viungo au ulemavu wa aina yoyote, alafu uchumi wako ni changamoto, yani lazima ulemavu unaongezeka. Kwa hiyo ukatili wa kiuchumi ukiondoka, heshima ya mtu mwenye ulemavu itarudi, lakini kuna kuishi. Kila mtu ana haki ya kuishi vile atakavyo na kufurahia maisha yake. Huwezi kufurahia maisha yako kama unapitia ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi ndio unasababisha watu wanapata afya ya akili. Ukatili wa kiuchumi unasababisha watu wanakufa, wanapata magonjwa, wanapitia vitu vingi sana kwa ajili ya ukatili wa kiuchumi. Mimi naamini kwamba mafanikio hayambagui mtu yoyote. Yaani ukifanikiwa umefanikiwa, aidha una ulemavu au hauna ulemavu. Kwa hiyo tukiweza kuondoa ukatili wa kiuchumi kwa watu wenye ulemavu kwa kuwawezesha, kuwaondolea vizuizi, kwa sababu uwezo tunao, nafasi zipo, lakini kuna vizuizi fulani vikiondolewa. Kwa mfano, tukiondoa vizuizi vya issue za ajira, tukiondoa vizuizi vya elimu, kuna namna mtu mwenye ulemavu anakutana na changamoto nyingi mpaka afikie malengo yake. Kwa hivyo vikiondoka hivi vitu, tukatengeneza mazingira rafiki na wezeshi, basi moja kwa moja ukatili wa kiuchumi ukiondoka, watu wenye ulemavu tutaweza kufurahia maisha yetu.